Leo ni siku ya habari njema. Leo ni siku ya habari njema. Ni siku ya habari njema. Wafalme wa pili sura ya 7. Kutakuwa na mstari ambao utakuwa ni mstari wetu wa msingi. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu wa Nazareti, jitukuze katikati ya kundi lako na ujifunue kupitia neno lako, na ili neno lifanikiwe katika yale makusudi ambayo umeyatuma asubuhi ya leo kwetu. Nipe ujasiri mkubwa nilinene neno lako kwa ufasaha na kwa uhakika, kwa jina la Yesu, amen. Habari zilizoko hapa kwenye kitabu cha Wafalme wa pili ni habari za wakoma wanne ambao Biblia inasema walitengwa nje ya mji kutokana na hali zao namna zilivyokuwa. Walionekana ni kama watu walioachwa au watu wasiokuwa na thamani. Lakini Mungu, kwa sababu ni Mungu, akaamua kuwatajirisha tu kwa namna yeye mwenyewe alivyotaka. Maandiko yanasema hao Washami walikuwa wamewafinyilia wana wa Israeli kwa miaka 20. Sema miaka 20. Na ndio maana mama aliposema nikasema wow, kumbe tuko pamoja kwa miaka 20. Njaa ilitokea katika mji huo, na waliokuwa na chakula au waliokuwa na hali nzuri walikuwa ni Washami, kwa sababu ndio walikuwa wanatawala. Sasa wale wakoma wanne mahali walikuwepo nje ya mji, wakasema tuko hapa, ni siku kadhaa tujaletewa chakula, na tunayo taarifa kwamba mjini pia hakuna chakula. Tukibaki hapa tutakufa. Tutakufa. Na hata tukienda mjini bado tutakufa pia vile vile, kwa sababu tumeshahukumiwa kufa. Mjini tumehukumiwa kufa, na hapa tulipo tumehukumiwa kufa. Nini cha kufanya? Wakasema liwalo na liwe. Wakaondoka. Twende mstari wa 6. Walipoondoka, zile hatua zao zikaleta tafsiri upande wa adui, na ndicho nilichokuwa na kutabiria hapo. Adui zako watajipa wenyewe tafsiri. Watageuza udogo wako, namna walivyokuona jana, namna walivyokujua juzi, namna wanavyokutambua itabadilishwa, na hakuna atakayebadilisha, ni wao wenyewe. Walikuona hauwezi, wataanza kukuona unaweza kufanya mambo ya ajabu. Pale ofisini kwako walikuona ni wa chini, wataanza kuona uko juu. Walikuona wewe huna heshima, lakini wenyewe watakupa heshima. Maandiko yanasema, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, wataambiana pia maadui zako, tazama mfalme wa Israeli, tazama mfalme wa Israeli amewaajiri
wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane nasi. Wanajipa tafsiri wenyewe. Wanajipa tafsiri wenyewe kwamba si jeshi la mtu mmoja, ni vikosi vikubwa tena na vingi. Endelea. Kwa hiyo wakafanya nini? Wakaondoka, wakakimbia, kungali giza bado. Wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Mstari wa 8. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja. Waliingia katika hema moja. Wakafanyaje? Wakala. Wakaingia kwenye hema nyingine, wakanywa. Wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha. Wakarudi wakaingia katika hema ya pili vile vile, wakafanyaje? Wakachukua vitu, wakaenda wakavificha. Bwana asifiwe. Nataka nikupe kidogo tafsiri ya mahali hapa. Tendo hilo ni alama ya wokovu. Tendo la hawa wakoma wanne kuingia kwenye hema na kula na kunywa na kuchukua fedha na dhahabu ni utoaji wa Mungu na baraka za Mungu, ikiwa ni alama ya wokovu. Sema alama ya wokovu. Hapa tunaona nini? Utele wa Mungu. Sema utele wa kiungu. Mungu akageuza hali zao baada ya wao kuokoka. Kama hali yako haijapata kugeuzwa tangu uokoke, nataka nikutabirie ya kwamba mwezi wa 12 hali yako haitabaki namna ilivyokuwa. Kama vile Bwana alivyobadilisha hali ya wakoma hao wanne, Bwana abadilishe hali yako na wewe kwa jina la Yesu wa Nazareti. Bwana ibadilishe hali yako. Nasema Bwana abadilishe hali yako kwa jina la Yesu. Hali yako ibadilike kwa jina la Yesu. Baada ya mtu kuokoka, lazima hali ibadilike. Haibaki namna ilivyokuwa. Wakoma hawa walipookoka, ni tendo la wokovu. Hali zao zilifanya nini? Zilibadilika. Walikuwa na njaa, hawakuwa wa njaa tena. Usiwe wa njaa tena kwa jina la Yesu. Usiwe muhitaji tena kwa jina la Yesu. Walikuwa hawana mavazi, Bwana akawafika. Uvikwe na wewe kwa jina la Yesu. Kula na kunywa inamaanisha mahitaji yao yalifikiwa. Mahitaji yako yafikiwe na wewe kwa jina la Yesu. Kila hitaji la binti aliyoko mahali hapa lifikiwe kwa jina la Yesu. Binti uliye katika nyumba hii, hitaji lako lifikiwe kwa jina la Yesu. Kijana uliyoko katika nyumba hii, hitaji lako lifikiwe kwa jina la Yesu. Mama uliolewa, hitaji lako ni mtoto, na ufikiwe, hitaji lako lifikiwe kwa jina la Yesu. Hitaji la mapacha linafikiwa kwa jina la Yesu. Fedha na dhahabu, si walichukua fedha na dhahabu pia? Fedha na dhahabu inawakilisha utoaji wa kiungu zaidi ya kuishi tu. Si tu kwamba Mungu anakupa uzima au uhai, lakini ana vitu vingine vya ziada zaidi ya hiyo. Amen. Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa msingi ni mstari wa 9. Twende kwenye mstari wa 9. Sikiza sasa. Wameokolewa kama vile mimi na wewe tumeokolewa. Bwana amewakirimia. Bwana amekutana na mahitaji yao kama vile Bwana amekutana na hitaji la kila aliyookoka hapa. Wakakusanya kwenye hema la kwanza, wakakusanya kwenye hema la pili, wakasema hapana, wako ndugu zetu pia ambao hawa Washami wametufinyilia miaka 20. Je, kwani ni sisi wawili peke yetu tu ndio tunatakiwa tufaidi haya? Maandiko yanasema ndipo wakaambiana. Lazima tuambiane leo. Lazima tuambiane leo. Wakaambiana nini? Mambo haya tuyafanyayo, tunasoma wote, mambo haya tuyafanyayo. Mwambie jirani yako, haya tunayoyafanya ya kuja peke yetu kanisani bila mtu si mema. Mwambie haya tunayoyafanya si mema. Mwambie haya ya kutokuwashuhudia wengine si mema. Hawa watu wameona kila kitu kipo. Wanafikiri ule utajiri wangeuweza wenyewe. Wangeuweza wenyewe. Utajiri ambao Mungu ameutoa unauweza wewe. Mwambie jirani yako, si mema tunayoyafanya. Mwambie si mema, si jambo jema tunalofanya la kuja kila siku peke yako kanisani. Mwambie si jema tunalofanya la kutokuambia marafiki zako kuhusu Yesu, sio jema. Mwambie kwa herufi kubwa, mwambie sio jema. Mwambie jambo hili unalolifanya sio jema. Tena mwambie ni ubinafsi. Mwambie ni umimi. Mwambie ni uchoyo. Lazima roho ya umimi ishindwe hapa kwa jina la Yesu. Maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu alivyo navyo. Lazima kile ambacho Mungu ametupa tushirikishe na wengine. Na Waswahili wanasema kizuri kula. Nafikiri hao walikuwa Waswahili hao. Wakasema, unajua waliambiana. Na sisi hapa tunaambiana leo. Nasema na mwezi wa 12 ni ya kuambiana ukweli kwamba unalolifanya si jema. Jambo ambalo seli mwaka mzima tumekuwa 5 na tunamaliza 5 si jema. Hakuna hata mtu aliyeokoka mwaka huu. Si malizia basi. Mwaka mzima bila kumleta mtu kwa Kristo si. Mwaka mzima bila kuja hata na shostito wako kanisani si. Kwani wewe una marafiki? Muulize, una marafiki? Sijui kuna mtu ananielewa. Si jema. Mwenyewe kwenye kiti hicho miaka yote si jema. Si jema. Hii praise unayoipata, namna unavyoshangweka kwa Mungu, utaki mwingine ashangweke na yeye, si jema. Ufurahie uwepo wa Mungu jamani. Si tunaufurahia uwepo wa Mungu? Je, manake hatutaki wengine wafurahie? Hawa wakoma 4 walisema tunafurahia wema wa Mungu, tunafurahia uaminifu wa Mungu. Haitakiwi ibaki kwetu peke yetu. Lazima wakaambiana, na sisi lazima tuambiane. Lazima mwanamke ambie mwanamke mwenzako, kijana ambie kijana mwenzako, tunayoyafanya si jema. Miaka mingapi nipo kwenye kanisa hili, sijawahi kuleta mtu. Si jema. Nasema si jema. Nasema sio jambo jema.
ulikuwa nadhani ni jambo jema, leo tambua kwamba si jambo hata kidogo. Hata kidogo. Hii neema ninayoipata mimi si jema. Tunapotangaza hela kwa ajili ya umisheni, kwa ajili ya uinjilisti, hautoi, si jema. Si jema. Mwambie jirani yako tena, sio jema. Ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Dhamiri zako na zirudi leo, ugundue kwamba ninachokifanya si jambo jema. Kutowashirikisha wengine upendo wa Mungu, kutowashirikisha wengine uwema wa Mungu, kutowashirikisha wengine uaminifu wa Mungu, si jambo jema. Mbaya sana. Mbaya sana. Injili ndio kiwanda kinachofyatua Wakristo watakaokuja kuwa washirika wema. Narudia. Injili ndio kiwanda ambacho Mungu anakitumia kufyatua Wakristo watakaokuja kuwa washirika wazuri. Kwani wewe ulifyatuliwa wapi mpaka leo umekuja kuwa Mkristo, mshirika mzuri? Ulifyatuliwa wapi? Kwenye kiwanda gani? Kinaitwa nini? Injili. Utatakaswaje? Injili ni malighafi anayotumia Roho Mtakatifu kutengeneza watakatifu. Injili ni malighafi ambayo Roho Mtakatifu anaitumia ili kutengeneza watakatifu, ili kutakasa watu. Utatakasweje? Utatakasweje? Lazima kuwe na malighafi. Roho Mtakatifu anaitumia. Wakasemezana, wakaambiana, mambo haya tuyafanyao sio mema. Leo ni siku ya habari njema. Nasema leo ni siku ya habari njema. Nasema leo ni siku ya habari njema kwako. Leo sitakaa kimya. Nasema leo sikae kimya. Waambie watu habari njema. Waambie watu yale ambayo Bwana amekufanyia. Waambie watu yale ambayo Mungu amekutendea. Wakasema hapana, hii ni habari njema. Mahitaji yetu yamefikiwa. Tuliokuwa tumehukumiwa kifo nje ya mji na ndani ya mji, waliokuwa na nguvu dhidi yetu wamekimbia. Tumeteka nyara. Mahitaji yetu yamefikiwa. Mungu ametoa kiasi hichi kwetu. Ni habari. Ni habari. Mwambie jirani yako, ninazo habari njema leo. Mwambie ninazo habari njema leo. Mwambie ninazo habari njema leo. Ninazo habari njema leo. Wakaambiana jambo hili sio jambo jema. Leo ni siku ya habari njema. Natangaza mwezi wa 12 ni mwezi wa habari njema. Mwezi wa 12 ni mwezi wa habari njema. Tutawaeleza watu, tutawaeleza marafiki zetu, tutawaeleza jirani zetu yale mema ambayo Bwana ametutendea, yale mazuri ambayo Mungu ametutendea. Mwambie jirani yako, leo ni siku ya habari. Hawakuishia hapo. Wakasema, na sisi tukinyamaza, ukinyamaza, mkingoja hata
kutakapopambazuka. Malizia. Hasara ya kuto kushirikisha habari njema. Unadhani kuna kaunafuu unakapata? Yatakupata nini? Mwambie jirani yako, mimi sitaki madhara. Mwambie sitaki madhara. Wewe ambaye hutaki kushuhudia madhara yatakupata, hutakaa salama. Na huwa nawaambia watu, nadhani mbinguni utaingia kama hautii agizo kuu. Waenda wapi? Wendi. Na sisi tukinyamaza, wale watu 4 waliotendewa mambo ya ajabu na Mungu, walioona mkono wa Mungu, waliotendewa mambo ambayo hawakuyatarajia, wale ambao hukumu zao zimefutwa, wakaambiana, tukinyamaza hapa kwamba eti tusubiri mpaka kuche, tusubiri mpaka 2026. Mwambie jirani yako, hakuna kusubiri cha 2016 hapa. Mwambie hakuna kusubiri cha 2026 hapa. Hatutasubiri. Mwambie sitasubiri jirani, mtikise. Mwambie sisubiri. Mwambie sisubiri. Unajua wengine huwa wanasubiri mwaka uanze ndio wanafikiri ndio majira mapya. Majira mapya sio kwamba mwaka ukianza ndio majira mapya, hapana. Majira yako mapya yanaweza kawa ni leo. Majira yako mapya yanaweza kawa ni wiki ijayo. Majira yako mapya yanaweza kaanza sasa hivi. Na nasema leo ni majira mapya ya habari njema, na kuendelea ni ya majira mapya kwetu. Kwa sababu tukinyamaza, madhara yatafanya nini? Tukinyamaza, madhara yatafanya nini? Leo lazima tukatae. Kila mmoja akatae madhara. Kila mmoja lazima akatae madhara. Ni mwanamke uko hapa, kataa madhara. Usiwe Yona maana yake ni kukataa kuhubiri. Tarshishi ndo alikwenda. Alikimbilia wapi Tarshishi? Tarshishi maana yake kukataa kuhubiri. Haikusababisha madhara kwa watu wengine ambao walikuwa hana hatia. Si mizigo yao walitupa majini. Yako mambo yanaweza katokea kwenye familia yako na yasababisha wewe kwa kukataa kuhubiri injili. Aliingia kwenye meli, wale wasafiri wafanyabiashara hawajui hili wala lile. Mtu aliyekataa kutangaza habari njema akawasababishia madhara meli yote, watu wakapata hasara. Yako madhara yanaweza kupata nyumba yako, ndoa yako, biashara yako, ofisi yako na kadhalika, kwa sababu tu walisema. Sikia, na sisi tunanyamaza mkingoja. Hii tunasema kuchelewa kutii. Na ndicho alichokifanya Yona, kuchelewa kutii. Tunaita madhara ya kuchelewa kutii. Ndiyo utafanya, lakini ulitakiwa ufanye kwa wakati huo mwafaka. Nasema swala hili la kuhubiri ni la sasa. Swala hili la habari njema ni la leo, sio la kesho. Halina likizo, halina kupumzika. Kataa madhara. Kataa madhara. Wangapi wamenielewa? Kataa madhara. Mkingoja hata kutakapopambazuka,
madhara yatatupata. Basi ili madhara yasitupate, cha kufanya ni kipi? Cha kufanya ni kipi? Basi malizia. Basi twende. Mwambie jirani yako, huu ni mwezi wa kuenenda. Kwa sababu nakataa madhara, nitatii agizo kuu, nitaenenda. Yesu akawaambia wanafunzi wake, mamlaka yote nimepewa mbinguni na duniani. Basi enendeni. Ili madhara yasitupate, kanisa la Bwana, lazima tufanye nini? Tuenende. Mwambie jirani yako, nitaenenda. Leo ni siku ya habari njema. Hawa wakoma wanne wameokoka. Wewe Bwana amekufanyia jambo, alafu unakaa kimya. Hata kwenye maandiko kuna watu Yesu aliwakataza, msiseme mimi nilikuwa siwezi miaka yote hii. Nawezaje kukaa kimya ikiwa Bwana amenipa nini? Yeremia 47:7 tuwekee hapo kwanza. Nawezaje kutulia? Nawezaje kutulia? Nawezaje kutulia? Inasemaje? Utawezaje kutulia? Utawezaje kutulia na Bwana amefanya mambo hayo? Unatajirishwa kwa siku hii? Bwana akufanyie na wewe hivyo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sikia, unaweza ukanunua vitu vyote kwa siku hii. Nakwambia. Si unaingia kwenye mtandao, apartment inauzwa, okay, milioni ngapi? 600. Mna kila kitu. Leta namba ya account, tunamalizana. Pwa. Okay, showroom iko wapi? Hii ngapi? Milioni 40. Okay. Nini kingine? Kwa siku hii ndicho kilichowatokea hao. Mungu amefanya hivyo na kaa kimya. Kwa siku moja, wewe ambao ulikuwa huna thamani umepelekwa nje ya mji. Hivi kuna mtu anaelewa ametoka wapi hapa? Nilikwambia ushuhuda wangu, alafu mimi naweza kukaa kimya? Pengine nataka kufa. Nikikaa kimya, pengine nataka kufa. Nakumbuka siku moja nilikuwa naenda kwenye huduma Mwanza 2003. Basi letu likagongwa na treni. Unajua ajali ya treni? Ili pua lilipasuka hivi, lilikuja kufungwa tena. Hapa palikuwa na shimo lisiloelezeka, nilifungwa hivi. Begi langu limefinywa hivi, nikaliweka kwenye plastiki ya Rambo. Saa 3 tumepata ajali za usiku, tukatibiwa saa 6. Nilikuwa wa kwanza kuruka dirishani mimi. Nikakutana na mtu wa bodaboda, akamwambia panda nikupeleke hospitalini. Nikashangaa. Nikajua kabisa nasikia tu ni maji inatiririka. Nikavua t-shirt, nikaiweka hapa hivi. Nikafika hospitalini mtu wa kwanza, lakini sikutibiwa. So unajua inabidi msubiri utaratibu. Sasa nilikuwa sijui kama nimeumia kiasi kikubwa. Alipokuja nesi wa kwanza, namna alivyoniangalia nikagundua alishtuka. Ndio akaenda kaleta pamba, akaniweka humu, akaingiza.
na akanipa vipamba likabaki hapa hivi. Wakaanza kuleta sasa majeruhi, wanaweka chini. Tuko mahali fulani hivi kama kwenye kavaranda, tuko hapo. Nilichokuwa nafanya mimi ni nini? Niulize. Nikaanza kuwahubiria Injili. Ndugu zangu, hatujui kama kuna mtu hapa inawezekana unaweza usirudi. Mwamini Yesu. Niko na kitu cha mwamini Yesu. Mwamini Yesu. Haleluya. Haleluya. Hatuna muda wa kupoteza. Tunahubiri kwa sababu muda ni mchache. Maandiko yanasema wala hatujui atakayokuwako kesho. Ikiwa na maana nini? Time is short. Muda ni mfupi. Kama hujui kitakachokuwa kesho, maana yake nini? Muda ni mfupi. Unaringia ni uzima wako nini? Mwanadamu ni kama mvuke uonekanao kwa kitambo alafu unatoweka. Nikahubiri kwa sababu siwezi kutulia. Yeremia anasema utawezaje kutuliwa ikiwa Bwana amekupa agizo? Tunalo agizo, tena inaitwa agizo kuu. Maagizo yako mengi kwenye Biblia, lakini hili limezidi maagizo yote. Ni agizo kuu. Nasema ni agizo kuu. Nasema ni agizo kuu. Na kila mmoja wetu hapa tumepewa agizo. Kama tumepewa agizo, unawezaje kutulia? Unawezaje kutulia? Utawezaje kutulia? Hivi swali hili linatafuta jibu au lenyewe ni jibu? Lenyewe ni jibu. Nimepewa agizo. Utawezaje kutulia? Sikia. Utawezaje kutulia? Maana yake ni jambo ambalo si la kuacha. Ni jambo ambalo si la kupumzika. Sijui kuna mtu ananielewa. Utawezaje kutulia? Ni jambo ambalo sio la kuacha. Jambo la agizo kuu. Swala la kushuhudia, swala la uinjilishaji si la kuacha wala halina mapumziko. Si kwamba mwezi fulani ndio tunakuwaka na uinjilisti. Hapana. Tunalo agizo. Kanisa tuna agizo. Tuliagizwa na Bwana Yesu. Enendeni. Ukiamka unaambiwa enendeni. Ukiamka unaambiwa enendeni. Ukinyamaza kuna madhara. Maanake ni jambo endelevu. Halina kutulia wala kunyamaza. Mwambie jirani yako, kushuhudia hakuna kutulia wala kunyamaza. Mpaka kazi aliyoiweka Mungu itakapokamilika. Mpaka kazi aliyoiweka Mungu itakapokamilika. Dhidi ya nguvu za kidunia, dhidi ya ibada za sanamu na uasi. Mpaka hizo kazi zitakapoisha, mpaka kazi ya Mungu ikamilike. Haijakamilika hatuachi. Haijakamilika hatupumziki. Mpaka watu wote wafikiwe. Mpaka Yesu atakaporudi ndio tutaacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Yo washikaji hapa nyie, mna washikaji wengi. Mna washikaji wengi. Lakini mwaja peke yenu kila siku ibadani. Kwamba leo tuwapumzika,
Sikia, nikipanda bajaji, nikipanda bodaboda, utakula hela yangu kiuhalali. Unanielewa? Unanibeba na mimi nakwambia. Nikikaa unanifanyia scrubbing. Ukiacha hapa sehemu ya mdomo nakwambia utaniziba tu pale utakapokuwa unafanya hapa hivi. Ukiwa unaninyoa nakwambia. Tukienda mahali kuongeza uzito na waambia wahudumu. Sijui unanielewa ndugu yangu? Haina kutulia wala kunyamaza. Utawezaje kutulia? Maana yake ni swala ambalo si la kuacha. Mwambie jirani yako, uinjilisti na kushuhudia sio swala la kuacha. Sio swala la kupumzika. Wewe mtu amekutoa hapa Kawe paka Moroko, si ameongozwa sala toba kabisa huyo? Wapanda gari la hapa mpaka Mbagala wasinzia. Unaangukia ile jirani yako hivi, unashtuka. Unaangukia wa kushoto. Angukie kwa neno la Mungu. Waangukie kwa neno la Bwana. Haleluya. Haleluya. Injili inasaidia, ni muhimu kwa ajili ya uhai wa kanisa. Kanisa bila injili ni sawa na michezo ya utotoni. Sijui unanielewa? Utotoni tulikuwa tunatengeneza magari fulani yale, kwa wale ambao tumetokea vijijini. Yale masuala ya mahindi, vile vidude tunavitengeneza magari, na wengine huku ya waya, wengine ya mabox. Alafu tunayapanga majina Benz. Tukitoka shuleni tunaitana, tuendeshe magari yetu. Tunayafananisha kama magari, lakini si magari kweli kweli. Kanisa lolote ambalo limeacha injili ni sawa na mchezo wa utotoni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kumwambia mtu mmoja, injili haiwezi kupumzika. Kama injili haiwezi kupumzika, maana yake na sisi hatuwezi kufanya nini? Kupumzika. Mwambie jirani yako, kama injili haiwezi kupumzika, na sisi hatuwezi kupumzika. Ukiwa unasimama, ukiwa unasimama. Mwambie, kama injili haiwezi kupumzika, na mimi sitapumzika. Hapa nakwambia, wengine hapa tunasubiri tu mwaka tu, yani mwaka uishe tu. Wapi? Kule kijijini. Unapumzikeje? Rudia tena kumwambia, kama injili haiwezi kupumzika, na mimi siwezi kupumzika. Mwambie, leo nakataa madhara, nitaenda, ninayo habari njema. Inua mikono yako juu. Taka tuombe. Mwambie Mungu asante. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya dhabihu ya Yesu Kristo. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya dhabihu ya Yesu Kristo, mwanae aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Jehova Mungu asante sana. Jehova Baba, asante kwa ajili ya upendo wako ambao haukuuficha, kwa maana Kristo amekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Tuko hapa leo kwa sababu ya injili. Twakushukuru Mungu mkuu. Twalibariki na kulimidi jina lako katika jina la Yesu.
Mungu wa mbingu na nchi, ninainua kusanyiko hili mbele zako. Ninawainua watoto wako mbele zako. Ninaomba Bwana uwasaidie. Wasaidie kila moja katika kushirikisha wengine habari njema. Wajalie neema Bwana. Wape hekima na mwongozo. Wape maneno sahihi ya kuambia wengine habari njema. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, naweza kumwambia Mungu, nijalie neema. Nijalie neema niweze kuwashirikisha wengine habari njema. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, wajalie watoto wako neema, waweze kuwashirikisha wengine yale ambao umewatendea, wema wako ambao umetenda, uaminifu wako ulioonyesha kwao, upendo wako uliofunua kwao. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, msaidie mama huyu, msaidie baba huyu, msaidie kijana huyu, aweze kukubali, aweze kuenda, aache kusubiri, aache kudelay. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana, upendo uliomimina ndani yao ukawashurutisha leo, ukawasukume na kuwahimiza leo. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, upendo wako ukamsukume kila moja aweze kukutumikia. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Mungu wa mbingu na nchi, tumetangaza kwamba leo ni siku ya habari njema. Mwezi huu ni mwezi wa habari njema. Tujalie wote neema katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana.